Shukrani sana msikilizaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kuungana nasi katika asubuhi ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho kinajiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye uwanja wa mapambano. Hii ni Kwetu News 24 na kuomba kwa moyo mkunjufu kuweza kusubscribe channel yetu ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kuungana nasi. Usikose kucomment pamoja na kushare, lakini pia kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Asubuhi ya leo tunayo mengi, lakini miongoni mwake Kivu Kusini, FARDC yatangaza kurejesha udhibiti wa Mikenge rasmi kabisa, Kakenge pamoja na Kalingi katika nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imetangaza kuwa imerejesha udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani Kivu ya Kusini kufuatia mapigano mapya dhidi ya muungano wa waasi wa Twirwaneho M23 pamoja na Redi Tabara wakiwa ni waasi kutoka nchini Burundi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyofanana katika taarifa hiyo, umesema kwamba mpaka sasa tunapoungana nawe msikilizaji wa Kwetu News 24, mapambano bado yanaendelea. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vikosi vya serikali vilirejesha udhibiti wa vijiji vya Mikenge, Kakenge na Kalingi Jumatano hii ya tariki 10 Juni mwaka 2026 majira ya saa 3 asubuhi. Hatua hiyo imekuja siku mbili baada ya waasi kutoka Mikenge kujaribu kukiteka kijiji cha Mikenge kwa masaa kadhaa katika saa za asubuhi za Jumatatu tariki 8 Juni na tariki 9. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa mapigano yalikuwa bado yanaendelea katika maeneo ya pembezoni wakati wa kurejeshwa kwa vijiji hivyo vinavyochukuliwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake ya kimkakati katika nyanda za juu za Fizi pamoja na huko Mwenga. Baada ya wakaaji waliowasiliana na vyombo vya habari eneo hilo, wanasema wapiganaji wa muungano wa Twirwaneho M23 walijiondoa kuelekea maeneo mengine ya ukanda huo. Vyanzo vingine vya ndani pia vinazungumzia kujiondoa kwa haraka kwa waasi. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa kwa njia huru. Hali ya usalama katika sehemu hii ya Kivu ya Kusini inaendelea kubadilika, huko operesheni za kijeshi zikiendelea katika eneo hilo la Mikenge, Pwezero na huko Minembwe. Mapigano makali bado yanaendelea kusikika licha ya serikali kutangaza kuondoa vikosi hivyo vya M23 pamoja na washirika wake kwenye vijiji vya Mikenge. Mapigano mpaka sasa yanaendelea kwenye vijiji vya Kalingi, takriban kilomita 5 kuelekea kwenye senta ya kijiji cha Minembwe. Lakini pia habari ambazo tumezipata hivi punde ni kuwa eneo la Rugezi vikosi vya FARDC vyake kamanda Delfe Kamlembe Ngoma Nzito vinaendelea kukiwasha dhidi ya miungano ya Twirwaneho Gumino pamoja na M23. Ni kufuatia hasira kali ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC ya kuteka kijiji cha Mikenge pamoja na vijiji vingine kwa M23. Habari zaidi kuhusu taarifa hizi endelea kushikilia kwenye masafa ya Kwetu News 24 kwenye Facebook pamoja na YouTube ili upate mwendelezo wa habari hizi. Wakati hayo yakijiri namna hiyo, msikilizaji, huko maeneo ya Mikenge na Minembwe pamoja na huko Rugezi, M23 imeonekana kupanda kwa uwingi kutoka upande wa Kaziba jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ambayo wanayoikita mizizi huko Kaziba kuelekea Bukavu. Waasi hao wameonekana wakipanda kwa wingi kabisa kuelekea nyanda za juu za tarafa za Uvira, Mwenga na Fizi mchana wa Jumatano hii ya tariki 10 mwezi Juni mwaka 2026. Walipofika eneo la Kumivuri, ndipo jeshi la wazalendo lilijaribu kuziba msafara wao na kuweza kusababisha mlipuko wa bunduki nzito pamoja na zile nyepesi, huko matokeo ya mashambulizi hayo yanabaki bila kuwekwa wazi na vyombo husika na utoaji wa habari. Kwa hiyo kiongozi wa wazalendo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Mzee William Amuri Yakutumba alikuwa na kauli hii
akiwataka vijana wa tarafa la Uvira pamoja na wazalendo wote kuweza kuwajibika kwa hili ili kurejesha amani na utulivu jimboni Kivu ya Kusini na ndani ya nchi ya DRC kwa ujumla. William Amoria Kutumba mbele ya maiki zetu alisema yafuatayo: Naam, RDF na M23 kiwa ni jeshi la huko Rwanda pamoja na M23 zinawaajiri watu kwa lazima kwenye vikosi vyao. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch inawashutumu waasi hao wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda kwa kulazimisha watu wengi kuajiriwa jeshini, kunyongwa pamoja na vifo katika kambi mbalimbali za kijeshi huko Kivu ya Kaskazini. Licha ya hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaendelea kusema kuwa bado Rwanda inaonekana kuheshimisha mikataba mbalimbali iliyofanywa huko Qatar pamoja na nchi ya Marekani, kauli ambayo imepokelewa kwa shingo upande na raia wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan wa mashariki mwake. Msikilizaji wa Kwetu News 24, bila shaka umekuwa nasi katika habari zetu za leo. Ni kushukuru kwa kuweza kunisikiliza mwanzo hadi tamati. Usikose kusubscribe na kushare habari hizi ili uweze kutupa nguvu kwa kile ambacho tunakifanya kila kuchako leo. Kwaheri kwa sasa hadi wakati